Habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Kinachoendelea mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga akiwa mwenyeji siku ya leo. Baada ya timu ya Simba kutoa tamko la kuto kushiriki mchezo wa dabi ya Kariakoo baada ya timu kuzuiwa kufanya mazoezi yake ya mwisho, hatimaye timu ya Yanga imetoa tamko, lakini pia bodi ya ligi imetoa tamko, na mchezo kati ya Yanga na Simba wa dabi ya Kariakoo uko pale pale, lakini pia tunasubiria kuona kama Simba watakuja na tamko lingine baada ya bodi ya ligi kuweza kuzungumza, lakini pia Yanga kutoa tamko. Yanga kupitia mitandao yao mbalimbali ya kijamii wamechapisha taarifa kwa umma na caption kubwa ni tukutane kwa Mkapa wananchi. Moja kwa moja tuangalie hii barua kutoka Yanga wakitoa tamko kufuatia Simba kutoa tamko kwamba hawatacheza mchezo wa dabi ya Kariakoo. Taarifa kwa umma Machi 8 mwaka 2025. Uongozi wa Yanga unapenda kuutaarifu umma kuwa mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 dhidi ya Simba saa 1:15 usiku upo pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Yanga kama mwenyeji wa mchezo tunaamini taratibu zote za mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni za ligi kuu ya NBC ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa Yanga utapeleka timu uwanja wa Benjamin Mkapa kama inavyoelekezwa kwenye kanuni na hatutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki, wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliowasili kutoka mikoani, nchi za jirani na sehemu mbalimbali duniani kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Hii ni taarifa ya Yanga kwamba wao watapeleka timu uwanjani, lakini pia kubwa zaidi wanawaalika uwanjani wanachama na mashabiki wote wa Yanga ambao wamesafiri, wengine kutoka mikoani, lakini pia kuna wale ambao wamesafiri kutoka nje ya nchi kwenda uwanja wa Mkapa kutazama mchezo wa dabi ya Kariakoo. Watu wengi sana wametoa maoni yao hapa, kabla tujiangalia kile ambacho bodi ya ligi pia wamekizungumza. Hapa huyu wa kwanza anasema kwamba tupo kwa Mkapa tayari, lakini pia huyu mwingine anasema kwamba tupo njiani tunaenda kwa Mkapa. Mwingine anasema kwamba hii ni kauli ya kiume sana, lakini pia mwingine anasema kwamba hatutakuwa tayari kucheza mchezo huo siku nyingine tofauti na leo. Yaani toka jana usiku nilijua tu hili linakuja. Afanaleki, asante timu yangu. Lakini pia mwingine anasema kwamba huyu ni Roma, anasema kwamba tuchezeni kesho. Leo ondoeni mabouncer tufanye mazoezi yetu ya mwisho kulipiza vya jana. Lakini pia Falan Junior anasema kwamba watani tutanieni, tukaeni tuyajenge, tuongee kama watu wazima. Lakini pia Oscar anasema kwamba adui namba 1 wa soka letu ni nyuma mwiko. Lakini pia mwingine anasema kwamba hii dabi haina kipengele, labda uje nacho wewe mwenyewe. Lakini kwa upande wa bodi ya ligi kama nilivyokuambia, wametoa tamko pia kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Steven Mguto amesema kuwa licha ya Simba kudai kuwa haitofika uwanjani kwenye mchezo dhidi ya Yanga, ratiba itaendelea kama ilivyopangwa awali na mchezo huo upo pale pale, huku akiwataka mashabiki waliokata tiketi kujipanga kwenda uwanjani. Matukio yote tumeyasikia na tunajipanga kuyafuatilia kuweza kuchukua hatua ambayo itakuwa inafaa kutokana na ambayo yalijiri. Kuna ripoti za awali ambazo tumeshazipokea kwa wasimamizi mbalimbali na tunazifanyia kazi. Kwanza ni watoe wasiwasi mashabiki wa soka na wadau mbalimbali. Mchezo upo pale pale kama ambavyo kalenda yetu ya soka inavyosema. Hakuna mabadiliko yoyote, mashabiki wajipange kuja kutazama mchezo. Ni bodi ya ligi pia ikidai ya kwamba mchezo kati ya Simba na Yanga uko pale pale. Lakini pia nimejaribu hapa kupita kwa
Simon Patrick ambaye ni mwanasheria wa Yanga, yeye pia ameandika kuhusu hiki ambacho kinaendelea, na amesema kwamba kwa mujibu wa kanuni ni kweli kwamba timu ngeni ina haki ya kufanya mazoezi angalau mara moja kabla ya mechi. Hata hivyo, kwa kuwa ligi yetu inaendeshwa kwa busara na ikizingatiwa kuwa katika mzunguko wa kwanza klabu ya Yanga ilinyimwa haki ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, basi hakuna uhalali wa kuruhusu wenzetu kufanya mazoezi ili kuepuka upendeleo wa aina yoyote. Kwenye mabano hapa akaandika double standard, lakini pia anasema kwamba kama mamlaka zingekuwa makini katika kusimamia kanuni kwa kiwango sawa na wanavyofanya katika kutoa faini kwa vilabu na kuwafungia wasemaji, hali hii isinge kuwepo. Zingatia, fanyeni yote, Afrika nzima inasubiria dabi ya Kariakoo. Huyu ni mwanasheria wa Yanga, lakini kubwa tunasubiria kuona sasa baada ya bodi ya ligi kutoa tamko kwamba game iko pale pale, lakini pia Yanga watapeleka timu uwanjani. Kwa upande wa Simba itakuwaje? Je, wataendelea na msimamo wa kuto kupeleka timu uwanjani, na Yanga wakipeleka timu uwanjani kwa mujibu wa kanuni na sheria, basi watapata ushindi wa mezani, watapata pointi 3 pamoja na magori 3. Hiki ndicho ambacho kinaendelea. Una nafasi pia kushare maoni yako, lakini pia tusubirie kuona Simba watakuja na tamko gani au wanaendelea na msimamo wa kuto kupeleka timu uwanjani.